Tunaelekea kwingineko ambapo vijana wameaswa kukumbuka kuzisaidia familia zao ikiwemo ndugu na wazazi wao, huku hususan mara baada ya kupata mafanikio kama mimi hapa. Rai hiyo inajiri kufuatia kasumba iliyopo ndani ya jamii ya kwamba baadhi ya vijana huwatelekeza wazazi na familia zao pale wanapopata mafanikio. Mwanahabari Msagati Julius ambaye huwa anasaidia sana wazazi wake pale Arusha ana habari hiyo. Tanzania leo kwa mara ya kwanza naenda kuzindua choo nyumbani kwetu. Mtazamaji wa East Africa TV, tuko hapa Usariva wilayani Arumeru mkoani Arusha. Kinachofanyika hapa kinawezekana kikaonekana kwa jicho la udogo kwa sababu utaona tu ni taswira ya uzinduzi wa choo. Lakini furaha ama kinachofanyika hapa ni kwamba ni malengo na maono ya kijana Samuel Wilson, kwani alishatangulia kutoa ahadi na nadhiri ya kwamba yeye atakuwa ni wa kwanza kubadilisha maisha na mazingira ya familia yake kwa kipindi cha miaka 5. Huyu ni mchapishaji na msambazaji wa maudhui kwa njia ya mtandao. Lakini pia anaacha ujumbe hapa wa vijana kuto kusahau na kukumbuka kurejesha fadhila nyumbani kwa njia ya kusaidia familia na ndugu walioacha pale nyumbani. Kama unaweza kufanya kitu kwa ajili ya familia yako, fanya. Yaani kama tunaona kuna watu wengi wana uwezo lakini hawafanyi vitu kwa ajili ya familia zao. Kama una uwezo wa kufanya kitu kwa ajili ya familia yako na uko hai, fanya, kwa sababu zitafika siku ambazo utakuwa unatamani ufanye kitu kwa ajili ya wazazi wako na wale wazazi wako watakuwa hawapo kabisa. Umeona, yani unatamani umeshafanikiwa, unatamani mama angekuwepo ningemnunulia gari, au mama angekuwepo ningemjengea nyumba. Niliamua kuweka ndani ya miaka 5 ili nijipe ile time limit na niwe naweza kufanya kazi kwa nguvu sana, kwa sababu ningeweza kufanya hicho kitu labda nikasema ndani ya miaka 20-30 ingekuwa ni rahisi, lakini ndoto ni zile ambazo hazifikiriki. Moja ya nguzo muhimu ambayo kijana Samuel Wilson ambayo ameegemea inayo msapoti kufanikisha mambo mbalimbali katika shughuli zake ni wazazi wake. Hapa wanaeleza ni kwa nini wamekuwa nyuma ya kijana wao katika hatua zote. Kitu ambacho kinatuvutia ni kwa sababu tunaona kila ambacho anakifanya kina manufaa kwa jamii, lakini pia na kwa familia, na sio kitu kibaya. Na sisi kama wazazi ni washauri pia kwa watoto. Kwa mwanzoni alikuwa anafanya content fulani za kuwatafutia watu wa chumba, kama mlifuatilia. Tulijaribu kumshauri kwamba hasa hiki hakina sana pia kulingana na imani yetu, lakini tunashukuru Mungu kwamba akawa ameacha, na sasa tukaonyesha sasa kumsupport zaidi kwenye hii ya kutangaza biashara yake, maana ni kitu ambacho pia ni kizuri kwa kweli. Watu wamefurahia sana hii habari ya mtu kumjengea mzazi wake choo. Mmoja wapo ni huyu hapa, yani kanitumia voice kasema mama yake nyumba nani choo. Nimefurahi sana. Hii habari imenifurahisha mpaka nimecheka sana. Huyu anaitwa Sofia, kanitumia voice. Kwa hiyo jamani, unaweza ukashangaa mtu kumjengea mzazi wake choo, lakini hujui mazingira ya nyuma. Huenda alikuwa kwenye choo ambacho ukiachia vitu maji yanakuja, unakwepa, unarudi. Sasa akawekeza kwenye choo. Kwa hiyo saidia wazazi wako pale panapobidi. Mimi ni Samson Charles. Muda mchache sana ujao bado kuna taarifa za kutosha hapa, na nyingine nitaziruka kwa sababu muda naona umekimbia. Usitoke.